Miongoni mwa vitu ambavyo Alikamwe wamelalamika namna ambavyo adhabu aliyokutana nayo Selemani Mwalimu kwamba sio sahihi. Mbona michezo aliyofungiwa ni michezo mitatu, lakini kuna wengine ambao wamefanya tukio kama la Selemani Mwalimu, wao waliadhibiwa michezo mitano. Tuanzie hapo na mengine mengi kuhusu press conference ya leo ya Alikamwe, msemaji huyu wa club ya Dar es Salaam Africa, Lugano Israel. Beni kutoka Beni TV. Kusema ukweli, leo nilienda kwenye kipindi Mjini FM pale Sport Knockout. Kawaida Jumamosi tunakuwa kuanzia mida 4. Sasa nilivyoingia, kwanza tukaanza kukutana na hiyo story ya hiyo taarifa, kukana na taarifa ya jinsi ya kuichambua story kuhusiana na matukio ya ripoti kutoka bodi ya ligi. Nilipofika kwenye kuchambua mazingira ambayo yanamhusu Selemani Mwalimu Gomez, kwa tukio ambalo alimfanyia Andy kwa maana Bikoko, mchezaji wa Dodoma Jiji, alivyompiga kiwiko. Nilipofika maeneo hayo, kwa sababu mimi ni mzee wa black and white, umeelewa? Kwanza nikakaa nikasema hii imekaaje kwa uhalisia kabisa. Kwanza tukaanza kuvuta picha baadhi ya wachezaji ambao walishapita walifanya makosa kama hayo. Baka, tukaja kumwangalia Soa, na tukaja kumwangalia pia Kante, ambaye pia walihukumiwa kwa adhabu hiyo, lakini walipewa adhabu ya kukaa nje michezo mitano. Kidogo nikapata ubaridi kidogo, nikaanza kujiuliza maswali pale kwenye kipindi. Nikasema au ni kwa sababu ya makosa ya kujirudia kwa Soa pamoja na Baka? Lakini tukafika sehemu tukarudi kwa Kante, tukasema pana. Kante kwanza ndo msimu huu kwenye ligi ni mara ya kwanza. Sidhani kama kuna tukio ambalo tukasema Kante ana matukio mengi ya kujirudia ambao amewafanyia watu kwamba adhabu imeongezeka. Kwa sababu ukiangalia kanuni ambayo bodi ya ligi walikuwa naizungumza kwenye kamati, kwa maana hiyo kamati ambayo imewahukumu, ukiangalia kwa kuhusiana na hiyo kanuni, ndio kanuni ambayo iliwahukumu hao watu. Kwa nini ije kwenye sura ambayo iko tofauti? Yaani mazingira ambayo aliyafanya, kwa maana ambayo tuseme kabisa mazingira ambayo yalifanyika, si ndio? Kwa Baka, kwa Kante, kwa Jonathan Soa hayana tofauti na kwa Mwalimu. Kwa nini Mwalimu apewe mechi 3 na wengine wapewe mechi 5? Hapo najiuliza, kwa sababu msimu bado hujageuka. Tungesema labda kuna maboresho ya kanuni yamefanyika. Kwa hiyo hilo kweli hoja ambayo wamekuja nao Yanga, mimi mzee wa black and white nakubaliana kabisa na Yanga kwa hoja ambazo wameenda kuzibua, ni hoja za msingi. Unajua tunaweza kutofautiana kwenye mitazamo ya kuyaona haya mambo, si ndio? Lakini namna tu ya kuisaidia ligi ni kuto kuogopa kusema mapungufu yaliyopo ndani ya ligi. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga, kwa kupitia Alikamwe, yeye kaibuka na kuzungumza yale ambayo uongozi wa Yanga umeyaona kwamba sio sahihi. Unajua inaweza kafikia hatua watu kawa waoga kuzungumza ukweli kuhusiana na jambo fulani, si ndio? Lakini sio kwamba unaisaidia ligi, lakini pale ambapo tunazungumza hoja zenye mashiko, zenye maana, zenye kuleta mustakabali wa ligi kuwa bora, basi ni vyema ukatoka na ukazungumza. Na ndio maana mimi najiita mzee wa black and white. Simaanishi kwamba siwezi kukosea, lakini najitahidi sana niumize kichwa changu kufikiria hiki kitu kina faida kwenye ligi, kina afya kwenye matukio yaliyofanyika na vitu kama hivyo. Kwa hili la Selemani Mwalimu, mimi sikubaliani na kile ambacho kimefanyika. Labda nitakuja kuwaelewa bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72, kwa maana bodi ya uendeshaji wa ligi watoke na kutoa ufafanuzi kama ambavyo Yanga wameomba kwamba wanaomba wapewe ufafanuzi. Kwa sababu hiyo bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72, bodi ya, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi wanatakiwa kuja kutoa ufafanuzi, kwa sababu kitu kilichofanyika ni kitu ambacho kinashangaza, kileta maswali mengi ambayo mimi binafsi siwezi kukubaliana nacho, kwa sababu mimi najinasibu ni mtu wa black and white.
Simba wakikosea nitawaambia ukweli, mmekosea. Yanga mmekosea, nitawaambia mmekosea. Mimi sio chawa kama machawa wengine. Mimi sikai upande wote kwamba nataka ninufaika na huku. Mimi nataka tu kazi yangu iende kama ambavyo inatakiwa, kama ambavyo Watanzania wanapenda kuwaona watu ambao wanabeba rangi mbili, black and white. Hakuna rangi ya kuchakachua tena hapa. Bodi ya ligi wanatakiwa watoke kupitia kamati ya uendeshaji wa ligi ya bodi ya ligi, watoke waseme haya ambayo Yanga wanayalalamikia yapo katika kanuni ipi, na wamefanya hivyo kwa sababu gani na kwa manufaa gani. Kwa sababu utakuwa unakumbuka kipindi kile tukasema swala la tunacheza tuchezi, si ndio? Lilianza mzaa tu, mtu kaibuka kaona hebu nitoe hili kama neno la hekima tu, ngoja nisawazishe. Hakuna haja ya kusawazisha, hakuna haja ya kukaa na kusema kwa sababu nimempa Kulwa basi hata Doto nimpe. Kama Kulwa kakosea achapwe viboko Doto. Yeah. Yaani kama Kulwa kakosea achapwe viboko Kulwa, kama ni Doto kakosea achapwe viboko Doto. Sio wote kwa sababu Doto nimempiga sana, ngoja na Kulwa naye mpige sana, balance. Hiyo hatuwezi kufika. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika ni kitu ambacho wanatakiwa watoe picha nzima ya nini walichokifanya, na sisi tuwaelewe, wasitulazimishe tuelewe kwa sababu wao wanataka. Watueleweshe ili hata siku nyingine kikitokea tuseme mnakumbuka kipindi kile tokea hivi. Umeelewa? Unajua, kwa wataalamu wa masuala ya sheria kuna kitu kinaitwa precedence. Umeelewa? Wataalamu wa sheria ukienda mahakamani au yani kuna kitu kinaitwa precedence, sawa? Precedence ni hali ya kurifaa kitu ambacho kilishawahi kutokea kisheria, na wewe wakati tukio lako likifanana na kile kitu, kinaweza kukusaidia kutengeneza hoja ya kukirifaa kile kitu au tukio fulani lililowahi kuamliwa na mahakama. Umenielewa? Kwa hiyo kwa kile kitu ambacho wanakifanya bodi ya ligi lazima watuletee precedence, ambao sisi precedence yetu tunazungumzia ni matukio ambayo tunayaona, mfano ya kina Baka, tunazungumzia kina Kante, ya kina Jonathan Soa. Watu wamelimwa michezo mitano, kwa mchezaji ni michezo mingi sana. Why kwa Suleiman Mwalimu? Wao wametumia kanuni ipi tofauti na kanuni hii? Ni kitu gani ambacho kinatofautisha kati ya Mwalimu na wachezaji wengine? Hicho ni kitu ambacho natamani kuona bodi ya ligi wanaisimamia, ili kutokuleta mivurugano tena kama ile ambayo ishawahi kutokea, ile tunacheza hatuchezi. Watoe ufafanuzi, waeleze. Yanga wametoa hoja 5. Umeelewa? Hiyo ni hoja mojawapo ya kumzungumzia Suleiman Mwalimu, lakini kuna hoja ambayo nayo ndani yake ina utata mkubwa sana, kwa sababu hapo katika hiyo hoja ambayo tumetoka kuizungumzia hapo, Bwana Lugano Israel, ndio umeeleza hoja kuna hoja ya waamuzi. Hoja ya waamuzi, Yanga pia amegusia hapo hoja ya waamuzi kwamba inakuwaje mwingine afungiwe miezi 6 na mwingine wafungiwe miezi 3. Kwenye hili pia nalo nafikiri hii ni miongoni mwa hoja ambazo Yanga pia wanakuja nazo. Kwanza mimi binafsi imenishangaza ripoti ya kamati ya uendeshaji wa ligi. Mimi imenishangaza kwenye ripoti ya waamuzi. Ni mara ngapi na ni matukio mangapi ambayo walishawahi kutoka mwamuzi kaamua sio goli, wakatoka wakaja kutoa kuverify kwamba lile lilikuwa goli au lilikuwa sio goli. Ni lini walishawahi kufanya hivyo? Wakatoka wakaeleza kwamba mwamuzi aliipa timu fulani goli na tunamfungia kwa sababu ya hiyo. Na pengine kama shai kutoka tena akisema lile mwamuzi pengine wamempa timu fulani goli ambalo halikustahili kuwa goli, au kwa sababu ya dabi. Labda tukumbushane, inawezekana mimi nimesahau, inawezekana nimejaribu kuvuta picha ya matukio baadhi ambayo ishatokea yalilalamikiwa. Kuna timu zilipewa magoli
Unajua mfano tukumbusha, nakumbuka walikuwa ni Yanga walikuwa wanacheza na kama nitakuwa nimekumbuka vizuri, walikuwa wanacheza na Fountain Gate msimu uliopita. Kama sio Fountain Gate watakuwa sijui timu gani. Baka alifunga goli la mkono. Umeelewa? Hawakurudi Yanga kwa maana hawakurudi bodi ya ligi, kamati ya uendeshaji wa ligi na kusema bwana, kuna mchezaji alifunga goli lakini alitumia mkono, kwa maana ile alikuwa goli halali, si ndio? Au matukio mengine ambayo waamuzi walifanya makosa, either kuna faulu ilifanyika ambayo itakiwa kuwa faulu likawa goli, ndio likawa goli kama alipita, lakini wakatoa maelezo kama ambavyo wametoa sasa hivi. Nilivyofikiria nikaanza kuangalia pale, kwanza ikanichanganya kidogo, nikasema hii sijawahi kuona, hata kama ni makosa ya waamuzi. Umeelewa? Kuja kulizungumzia tukio na kulisema kama lilivyo, sawa, tuweza kusema tukio la goli, hata FIFA wanaliheshimu sana tukio la goli, lazima lipate ufafanuzi. Lakini unakuja kuzungumzia mpaka tukio la Dube ambalo lilikuwa ni la offside, ambao mwamuzi msaidizi nambari 2 alisema ni offside. Unakuja kuelezea na kutoa hukumu kwenye tukio kama lile. Ni matukio mangapi ambayo yamehukumiwa kama offside na watu wakalalamikia na kutolea ufafanuzi? Au kwa sababu ilikuwa ni dabi. Sasa kwa nini kuwepo na madaraja ya watu kuamua kwamba ili tutolee ufafanuzi, ili tusitolee ufafanuzi? Hii sijaona kama ni sawa. Yaani kama bodi ya ligi imeamua kuwa sawa kwa timu zote, yaani rungu lipite kwa mtu yote, asiwepo mtu special kwenye timu kwenye timu ambazo ziko ligi kuu, na kusiwepo na tukio ambalo litakuwa lina maamuzi tofauti na matukio mengine kwenye ligi kuu, hasa kwenye dabi. Tunajua dabi inapewa umuhimu wake, sawa, lakini kuna matukio ambayo lazima yawe katika haki bini haki. Je, kuna kanuni yoyote ambayo inasema mechi za dabi zitarudishwa na maamuzi ya mwamuzi atakuja kudiskasiwa kama alikosewa na atatoa hukumu pale pale? Ni mangapi ambao wamefanya? Ni timu nyingi ambazo zimelalamika kwenye matukio kama hayo, ambayo zimelalamikia kwa kiwango kikubwa, hayakufanyiwa kazi na hakuna mtu yoyote aliyeweza kujali. Pengine watoke pia bodi ya ligi waje waseme kwamba sasa tumekuja na utaratibu huu kwamba kila tukio la goli likiwa halali tutakuja kusema likilalamikiwa, au offside ambayo sio halali tutakuja kusema ikilalamikiwa. Sasa watakuwa wanatoka mara ngapi? Kwa sababu labda mwezi mzima, si ndio? Kuna mechi labda zimechezwa 9-10, zote itabidi watoe maelezo kwamba huku tumefanya hivi, ile ilikuwa goli, ile ilikuwa goli. Why watoke kwenye dabi tu? Pale nikajua hapa kwa upande wangu mimi sijawaelewa, na naona kama naenda kutuvuruga na kuivuruga ligi yenyewe. Si unanielewa? Yeah. Na kitu kingine, umekuja kumhukumu mtu kwa miezi 6 na mwingine miezi 3. Umeshindwa kudefine. Yes, matukio ya goli na kwa offside ambayo mpira hujaingia wavuni ni vitu tofauti. Kwa upande wa FIFA, mpira unapokuwa umeingia wavuni kama goli, ndio maana wameweka kitu kinaitwa VAR. Si unaelewa? VAR. Kwa sababu wanaheshimu kwenye kilele cha mwisho cha shabiki ni kuona goli limeingia, iwe ni umefungwa wewe au wamefunga mtu mwingine, lakini goli likiingia ndio kilele cha furaha cha mpira wa miguu. Kwa FIFA wameweka kitu kikubwa sana. Ina maana kwenye penalty na eneo ambalo ni la kufunga goli, yani au umefanywa madhambi katika eneo la box, linazingatiwa sana, au umefanya tukio ambalo linahitaji kadi nyekundu katikati ya mchezo, ndio wanazingatia sana. Lakini kwenye offside sijui ilikuwa hivi umbali gani ule, hawezi kuzingatia kwa namna hiyo. Umeelewa? Sasa bodi ya ligi wao kwa kupitia kamati ya uendeshaji wa ligi, wao wameenda kudiscuss mpaka offside ya Dube. Offside ya Dube ambayo kimsingi matukio kama yale yamekuwa ni mengi sana. Njoo la Dube ambalo mimi sikuona kama alikuwa na muhimu wa kuelezea hapo yote hayo. Sawa? Yeah. Haya, njoo sasa kwa mwamuzi msaidizi na namba 1. Line 1. Kuna kauli ambayo ilizungumzwa na Wallace Karia.
swala la Dube halikuathiri mchezo. Ila goli ambalo lilifungwa na Suleiman Mwalimu lile lilienda kuathiri mchezo, kwa sababu mpira uliingia wavuni. Nimekwambia kwa upande wa FIFA wanaheshimu sana mpira ukiingia kwenye nyavu, na ndio maana wameweka VAR. Manake athari ya mchezo, mtu kama kaingiza mpira kwenye nyavu, VAR lazima ikaangalie. Sasa sisi hatuna VAR. Wao wakaenda kutazama na wataalamu wakasema hiki kilikuwa ni nini, wakaja na majibu ya kwamba kilikuwa kitu fulani. Umeelewa? Nimezungumzia kwamba mimi sikubaliani na taratibu za kureview kama hivyo, kama ufanye katika michezo mingine, otherwise kama anafanya katika michezo yote. Lakini wamekuja na maamuzi. Nyuma ya maamuzi hayo ambao wamekuja nayo, kulikuwepo na vitu ambavyo vilikuwa vinasumbua vichwa vya wana michezo wengi, wadau wa michezo, hasa kauli ambayo ilizungumzwa na President Karia kuhusiana na mtu ambaye ataenda kuharibu mchezo. Kwa hiyo mimi naamini kamati ya uendeshaji wa ligi kulikuwa na haja ya waje na ripoti kwamba tukio ambalo lilitokea linalalamikiwa, sawa, tumeleta uchunguzi ambao unaonekana hakukuwa na shida yoyote juu ya mwamuzi yule, kwamba pengine alipanga matokeo au alinunuliwa na mtu au kuna kosa lolote ambalo linahusiana na masuala ya rushwa na vitu kama hivyo. Nadhani labda ilikuwa ni kauli ya watu wangeipokea vizuri kwamba kumbe wanafuatilia, kumbe yule ilikuwa ni makosa ya kibinadamu, kwa sababu lazima tukubali hata EPL pale nchini pale nchini England, sawa, wanakosea pia, waamuzi pia wanakosea katika zile offside, wanakosea katika faulo, wanakosea katika matukio, mpaka VAR ya yenyewe inakosea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tukubali vipo. Sasa ni namna gani vya kuviendea, ndo hapo tufikirie. Kama wangetaka kamati ya uendeshaji wa ligi wangesema twende na kauli ya Karia, manake mimi naamini tungeona hata Kokuru nao wanachukua nafasi yao, wanachunguza. Pengine unaweza ukafikiria kwamba ilikuwa ni hali ya kawaida, kumbe kuna upangaji wa matokeo. Unanielewa? Kwa hiyo mimi nadhani wangeenda mbele zaidi, kwa sababu kauli ya rais wa mpira wa miguu ni kauli ambayo ndani yake ni kama ni sheria ndogo ambayo lazima itekelezwe. Sasa wataenda kutoa kitu gani tena tofauti na kile ambacho Karia alikisema? Kwa sababu Karia alizungumza kwamba watachukuliwa hatua na kupelekwa mahakamani. Alijua kuna sheria za soka ambazo haziruhusu kwenda mahakamani. Sasa wao wanailinda vipi kauli ya nani? Ya Wallace Karia. Kuilinda ilikuwa ni TAKUKURU au mazingira wangetoka wao kwamba tumefanya uchunguzi, hakukuwa na swala lolote ambalo husiana na rushwa, tumechunguza ni mapungufu ya refa mwenyewe kumfungia. Sawa, inawezekana kuna makosa mengi ambayo pengine ameyafanya huko nyuma, lakini kama ni kosa hilo, waamuzi wangapi watafungiwa kwa namna ambavyo wanafungiwa? Kwa hiyo mimi naona kuna mapungufu makubwa sana ya maamuzi. Watu wanaamua kwa pressure, wanaamua kwa yani mpaka kuna vituko vingine na hata hili umeamua. Mfano, hebu chukulia maamuzi ya Simba, mchezo wa Simba na Dodoma Jiji. Abdi Banda anadondoka kwenye kitanda cha tuseme kwenye machela, si ndio? Anadondoka kwenye machela, anakuja kufungiwa michezo mitatu na faini milioni 1. Hivi Waarabu si wangekuwa wote wamefungiwa Waarabu? Michezo ambayo tunaishuhudia hapa, Waarabu akija wanalijiondosha, mara kaamka akasimama katembea mwenyewe. Vyote hivyo wanajua jinsi ya kupoteza muda. Mtu ambaye anatakiwa kuongeza muda ni mwamuzi, wache wale wapoteze. Umeelewa? Lakini yani kamati ya uendeshaji wa ligi wao wamekuja na hukumu ya milioni 1 na michezo mitatu. Yani kuna vitu fulani mimi naona shangaa. Mapato, sio ukusanyaji wa mapato huo. Hata kama unakusanya mapato, hiyo kanuni inasemaje kuhusiana na mchezaji ambaye atachelewesha muda? Kuna kadi kwa mwalimu, kocha itabidi atoe kadi pale. Kama kocha refa atakiwa atoe kadi ambayo ingemhukumu kwenye mchezo kama umepoteza muda. Sasa mwamuzi hajatoa kadi,
Manake mwamuzi aliona ni sawa, nitaongeza muda kutokana na muda unaopoteza, na ndio muda uliongezwa. Ila kamati imekuja na adhabu. Kamati imekuja na adhabu. Unajua kuna watu ambao wanaamini ukiwakosoa uwapendi au unawachukia, na wanatengeneza chuki na kuonekana we mtu mbaya. Lakini kwa mtu ambaye ameamua kwa black and white, tutawaambia ukweli, kwa sababu tunataka ligi, baadhi ya vitu ambavyo haviko sawa sawa vikae sawa sawa. Otherwise watoke watueleze kwamba bwana, tufuate hiki ndio kiko sawa, tofauti na minong'ono ambayo inaendelea sasa hivi. Umenielewa? Yeah. Kwa mimi binafsi katika hayo mimi sijaelewa, na naungana na Yanga kwa kile ambacho wanakipigania. Hatuwezekani tukaendesha ligi katika mitindo ya miemuko na kuogopana au kuwa na kitu ambacho kila mmoja anauliza mbona hapa sielewi. Sasa kwa nini usieleweke? Watoke ambao wameleta huo utaratibu wakatuelewesha. Bwana Lugano Israel, mimi nimefurahi sana kwa muda wako kutuelezea namna ambavyo matukio ya leo kati ya Simba na B19 pamoja na press conference ya Dar es Salaam Afrika, ambapo Alikamwe ameeleza kiundani namna ambavyo adhabu hizi zimeweza kutolewa. Na mimi ni kushukuru sana, lakini kwa kuwakumbusha tu wadau ni kwamba Yanga wameweka hoja zao 5. Hizo hoja 5 wameomba bodi ya ligi waende kuelezea kila kitu ambacho kimeamriwa, kilichoamriwa na kamati ya uendeshaji wa ligi. Tunawaambia tu watu kitu ambacho kinafanywa na Yanga ni kitu sahihi. Mimi kwa upande wangu ni kitu sahihi. Kama watu tutakuwa tunakaa kimya, tutakuja kusikia maamuzi ambayo mengine yatakuja kutustua hapo baadaye. Umeelewa? Kwa lazima tuambie bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji wa ligi, kuna watu wako macho kwa kila tukio. Umeelewa? Lakini Yanga hawa ambao wao wameibuka na kuzungumza kuhusiana na swala hili la Sulemani Mwalimu kumpiga kiwiko na kupewa adhabu ambayo ni ndogo tofauti na wachezaji wengine, wamesahau kwamba kwenye tukio la Yanga na JKT Tanzania, Baka alifanya tukio ambalo bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji wa ligi hawajalitolea ufafanuzi. Lile tukio ambalo Baka hakuwa na sababu ya kwenda kujiangusha na kumkandamiza mwenzie chini. Hule ni tulikizungumzia kumhatarishia mtu afya, ni mazingira kama yale. Sawa? Lakini waliona mkono jinsi ambavyo Baka alimkaba. Je, ni afya? Mimi binafsi pamoja na kwamba Yanga wao wana haki kuzungumzia hili, lakini pia nao walistahili kusema kwamba hata sisi tunahitaji Baka afungiwe michezo hiyo 5 kama ambavyo Sulemani Mwalimu tunataka afungiwe michezo 5. Kwa hiyo tukio lilolifanya Baka anastahili naye kuingia kwenye kamati ya masaa 72 kwa mada kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi, naye ahukumiwe kama ilivyo kwa Sulemani Mwalimu, kwa sababu nao sio tukio la kiungwana. Kwa sababu tunapozungumzia mpira wa miguu tunazungumzia ni mchezo wa kiungwana. Je, kamati ya uendeshaji wa ligi watuambie tukio ambalo alilifanya Baka lilikuwa na ungwana ndani yake, kumkaba mchezaji, yani kwanza alimwangukia, si ndio? Alivyomwangukia akaenda kumwekea mkono konga. Je, alichokifanya kinaungwana ndani yake? Kama kinaungwana, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara waende kuiangalia na hiyo pia. Wakati Yanga wakitaka hayo, nategemea nao Simba waandike barua nao kuomba ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo. Kama Simba hawajaona kama ni tukio, basi watakuwa na sababu hiyo. Shaba, shukrani sana. Asante sana. Naam, huyo ni Lugano Israel kutokea pale